Tanzania. Mimi ni Jacqueline Slim na katika meza kufuatilia pia moja kwa moja kupitia akaunti zetu za YouTube na Facebook kwa anwani ya ITV Tanzania. Mimi ni Jacqueline Slim na katika meza ya magazeti mwenzangu Vicky yuko pale kutujuza kilichojiri katika kurasa za mbele kadhalika kurasa za nyuma ambazo kama kaida huandika taarifa mbalimbali za michezo na burudani katika anga la kitaifa na anga la kimataifa. Tafadhali ungana nasi hadi tamati ya kipindi hiki. Vicky, habari ya asubuhi? Habari ni nzuri, speaker kwa Jacqueline. Mimi niko vizuri, pengine yapi yalipewa uzito katika magazeti asubuhi ya leo? Huko habari ni nyingi Jackie, lakini kubwa zaidi ni SADC kuondoa majeshi yake huko DR Congo. Karibu tuhabarishe. Asante. Habari ya asubuhi mtazamaji, ni matumaini yangu umeamka salama. Karibu sana katika udondozi wa magazeti wa Machi 14, 2025. Mtazamaji pia lakini unaweza kutazama wakati huu mubashara kupitia Facebook na YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania. Tafadhali twende sote. Mkononi mwangu nina gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wa mbele imeandika mchakato kupasua majimbo 7 rasmi. Mikoa ya Pwani na Kusini imebaki kimya, vita ya ubunge yanukia kwa makada wa vyama katika majimbo mapya. Habari hii inapatikana kwa undani katika ukurasa wa pili. Na Neto ya teta na mawaziri watatu, mchakato kushughulikia hoja waanza, ukurasa wa 4 umeandika kwa urefu habari. Ndugai aibuka kivingine, alia na gharama za kumwona daktari. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3. Wakati kada Chadema aibuka kuwania urais akipinga no reforms. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe. Na vyama vya goma kususia uchaguzi mkuu mwaka huu. Habari hii ipo katika ukurasa wa 5. Jela kwa kujifanya daktari Muhimbili. Habari ipo katika ukurasa wa 8. Wakati JKT kupekua askari wake walioingia na vyeti fake, ukurasa wa 2 pia umeeleza kwa undani habari hii. WHO inasema Marburg tayari imekwisha nchini Tanzania. Habari utaipata katika ukurasa wa 3. Na habari nyingine imeandikwa Siwale, mwalimu aliyemkosha Nyerere akamteua waziri na kuweka rekodi ya wanawake afariki dunia. Habari hii pia ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, imeandika Benki ya Dunia yasifu sera za Rais Samia, yasema Tanzania inazidi kuaminika kimataifa. Ulega zungumza nao isaidie ujenzi barabara kusini. Habari ipo katika ukurasa wa 5. Waziri wa kwanza mwanamke afariki dunia. Habari inapatikana katika ukurasa wa 4. Na madaktari acheni tabia hatarishi kukabili mpox. Habari ipo katika ukurasa wa 2. Na habari nyingine hapa juu imeandikwa serikali yatangaza hakuna Marburg Tanzania. Na mkitaka kujua kwa undani basi jipatie nakala ya gazeti la Habari Leo. Mikataba ya bilioni 176 yasainiwa maonesho ya Sabasaba. Habari ipo katika ukurasa wa 2. Na SADC kuondoa majeshi yake DRC. Hapa kuna habari picha. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC akishiriki mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali wa SADC kwa njia ya mtandao pamoja na viongozi mbalimbali Ikulu Chamwino hapo jana. Na mkutano huo pamoja na mambo mengine ulijadili hali ya ulinzi na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa undani habari hii basi utaipata ukurasa wa 4. Majaliwa aonya watumishi kuchukua vizimba stendi. Ukurasa wa 5 utajisomea kwa urefu. Wizara 5 kuchambua hoja za walimu wasio na ajira. Habari hii utaipata ukurasa wa 8 wa gazeti la Habari Leo. Uhuru kweli daima imeandika vyama vya siasa vyasema hatuna mpango wa kususia uchaguzi. Kwa undani habari inapatikana ukurasa wa 2. Viongozi duniani wakoleza moto ajenda nishati safi. Habari hii imeandikwa kwa urefu katika ukurasa wa 4. Nemki yavalia njuga udhibiti taka za plastiki. Habari hii pia ipo katika ukurasa wa 3. Wakati SADC yatoa msimamo wake mgogoro DRC. Habari ipo katika ukurasa wa 2. Na bosi Benki ya Dunia msifu Rais Dr. Samia. Habari ipo katika ukurasa wa 3. Na habari nyingine, waziri mkuu anika mikakati kusaidia soko la ajira. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2. Na hapa habari picha Rais Dr. Samia ambaye ni mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC akishiriki mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali ya SADC uliofanyika kwa njia ya mtandao akiwa na viongozi mbalimbali Ikulu wilayani Chamwino
mkoani Dodoma hapo jana. Na kwa upande wa gazeti la Mwananchi imeandika ACT Wazalendo wacharuka. Othman Lissu kuzuiwa Angola. Walienda kushiriki mkutano wakaishia uwanja wa ndege, wadaiwa kupokonywa hati za kusafiria. Yumo pia Dorothy Sem. Lissu washusha waraka kulani na yamliwa warejeshwe. Habari hii kwa undani utaipata katika ukurasa wa pili, na habari nyingine pressure mchakato ugawaji majimbo. Habari hii pia ipo katika ukurasa wa 4. Mwenyekiti CCM wauawa na wasiojulikana. Habari hii pia ipo katika ukurasa wa 6. Ni mwenyekiti wa CCM huko wilayani Ileje mkoa wa Songwe. Daktari aeleza njia sahihi za kukabili tatizo la figo. Habari utaipata ukurasa wa 3. Na SADC yaamuru majeshi yake kuondoka DRC. Habari hii inapatikana kwa urefu katika ukurasa wa 2. Na kwa pande wa gazeti la The Citizen, gazeti linaloandika habari zake kwa lugha ya Kiingereza, limeandika mpango wa kubadili gesi kuwa kiowevu wapata msukumo mpya, lakini pia Bugando yajiandaa kufanya upandikizaji wa figo. Na kanda ya kati yatawaliwa na mikopo ya kilimo na uvuvi. Habari inapatikana ukurasa wa 2. Na serikali yatangaza kushinda mlipuko wa Marburg huko Kagera. Hizi ndizo habari zilizoandikwa katika gazeti la The Citizen. Na kwa upande wa gazeti la Daily News wao wameandika mgogoro wa Kongo, SADC yaondoa majeshi yake. Na habari nyingine, waziri mkuu aagiza miradi yote kukamilika ifikapo Agasti mwaka huu. Na uhamasishaji wa biashara Tanzania washika kasi. Hizo ndizo habari zilizoandikwa leo katika gazeti la gazeti la Daily News. Na The Guardian yenyewe imeandika Nemki kushirikiana na kampuni ya Kituruki kuchakata taka za plastiki. Habari hii ipo katika ukurasa wa 2 wa gazeti la The Guardian. Na balozi aongoza kampuni 30 za utalii hafla ya kibiashara huko nchini Uholanzi. Ni balozi wa Tanzania nchini Uholanzi. Na Manispaa kusanyeni kodi ya mabango hadi 38%. Hizo ndizo habari zilizoandikwa katika gazeti la The Guardian. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Gazeti la Mwananchi michezo limeandika Simba bila Chemalone, Kamara ikivaa Dodoma. Habari ipo katika ukurasa wa mwisho. Max yamshangaza Hamdi Yanga. Hizo ndizo habari za michezo gazeti la Mwananchi. Uhuru michezo hapatoshi, Simba na Dodoma Jiji. Habari inaendelea ukurasa wa 23. Milud menu nje. Habari ukurasa 21. Mambo safi uwanja wa Al Hassan Mwinyi. Habari inapatikana ukurasa wa 21. Na Shime matumaini kibao. Habari inaendelea ukurasa wa 23. Wakati Pamba Jiji yawapa mapumziko wachezaji benchi la ufundi. Na kwa upande wa Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, kurasa za michezo zimeandikwa Simba Dodoma Jiji kumalizana leo. Na ushindi Yanga wa mparaha Melod, wakati JKT Mbeya City Singida Big Stars zatinga robo finali shirikisho. Na kimataifa Van Dijk hana uhakika kubaki Liverpool. Hizo ndizo habari za michezo katika gazeti la Habari Leo. Na Nipashe michezo imeandika Simba Sports Club Dodoma Jiji imebeba tiketi yetu. Ni katika mbio za ubingwa wa ligi kuu msimu huu na inawakaribisha leo. Na Milord ninayataka mataji yote 2024 2025, wakati Alexander Arnold anasema muda utazungumza. Habari hii inapatikana katika kurasa wa 21 wa gazeti la Nipashe. Na kwa upande wa gazeti la Mwanasport, gazeti linaloandika habari za michezo ambalo ndo tunahitimisha nalo kwa asubuhi ya leo, imeandika Manula kuna nini? Na mara mwisho kipa huyo alikaa bench Januari 19 katika mechi ya shirikisho Afrika. Lakini kwa undani habari utaipata katika kurasa wa 2 na wa 9 wa gazeti la Mwanasport. Chemalone ashtua Simba na Ron nasema Maniu ianze upya. Lakini Simba
na Dodoma Jiji ni mechi ya kisasi, Nyoni ya Goma kushuka daraja, na Yanga yapeleka shilingi milioni 121. Na kwa upande wa habari za michezo kimataifa, imeandika robo finali UEFA ni hawa hapa, na Trent Arnold hatiati kuikosa Newcastle. Hizo ndizo habari za michezo katika gazeti la Mwanasport kwa Ijumaa ya leo. Mtazamaji, asante kwa kuungana nami katika udondozi. Ni kushauri ili ukitaka siku yako ianze vizuri, hakikisha ukosi kutazama udondozi wa magazeti kutoka hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Na sasa nakurejesha kwake Jacqueline. Asante sana Vicky, tukutane sehemu ya pili. Asante. Nakushukuru sana mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Mwenzangu Vicky kitimisha hivyo sehemu ya kwanza udondozi wa magazeti. Rejea tena hapa katika sehemu ya pili ambapo ni mahojiano. Tafadhali endelea kubaki nasi.